Karibu tena kwenye Swahili Bible Stories. Na leo nitakuletea historia halisi kabisa ya mnara wa Babeli. Jinsi ulivyoweza kujengwa, jinsi ulivyoweza kumkela Mungu, jinsi Mungu alivyosambaratisha kwa kusambaratisha lugha za wajenzi wa mnara wa Babeli. Kumbuka, hadithi hii inapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo 11 kuanzia mstari wa 1 hadi pale mstari wa 9. Nafahamu unajua, ila leo nitakujuza kiundani zaidi. Baada ya gharika ya Nuhu, kuna mji uliokuwa unaitwa Shinari, nao ulikuwa mji safi na tambalale. Wakazi wa kipindi kile wakaona ni vyema waende wakaishi kwenye mji huo, nao ukaitwa Babeli. Ndipo viburi vya wanadamu vilipoanza kuinuka chini ya mtawala, na maanisha mfalme kiburi zaidi aliyeitwa Menaki. Naye aliweza kutoa wazo la kuweza kujenga mnara wa Babeli ili wasiweze kutengana na kusambaratika tena dunia nzima. Lakini naye aliweza kufanya harakati hizo, lakini hazikufanikiwa sana. Akamrushia kijiti hicho mwanae aliyefahamika kwa jina la Nabopolassar. Alikuwa ni mfalme mwovu, na yeye aliendeleza harakati za kujenga mnara wa Babeli, lengo waweze kufika mbinguni na wasiweze kusambaratika dunia nzima. Lakini kizaizai kiliweza kumkuta mfalme Nebukadneza wa pili, sababu huyu alikuwa mfalme mwovu zaidi na alijikita kwenye kujenga kwa kasi mno mnara wa Babeli. Na leo nakuletea historia halisi kabisa ya mnara wa Babeli. Ungana nami kwenye story hii yenye kusisimua zaidi. Lakini kwanza, kabla ya yote, kama bado haujasubscribe channel yako hii ya Swahili Bible Stories, naomba uweze kufanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata hadithi zetu na visa vya kibiblia mara pale pindi tu vinapoweza kutoka. Biblia takatifu kupitia kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 1 hadi mstari wa 9, nao unasema: nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, walipoona nchi tambalale katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe, lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno walilokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tukawachafulia usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Wakaacha kuujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote, wazawa wa Shemu. Na hiyo ndiyo historia halisi kabisa ya mnara wa Babeli, jinsi ulivyoweza kujengwa na Bwana alivyoweza kuvunja. Lakini kama bado haujasubscribe channel yako hii ya Bongo Complex, na kukuomba ndugu yangu katika Bwana wetu Yesu Kristo, uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mara pale pindi tu zinapoweza kutoka.